Na kulingana ile andiko ya kwamba huyu mama atakumbukwa kila wakati injili inahubiriwa. Mtu anayetenda mema hayafutiki. Bwana asifiwe sana. Amen. Mema yafanye nini? Hayafutiki. Na hata watu wakijaribu kuyafuta hayataweza kufutika. So watu ambao tuko kwa Mungu tunafaa tujue kitu kimoja. Tunafaa tukuwe na wazo moja la kila wakati mahali tuko ya kutenda jambo ambalo ni jema mbele ya Mwenyezi Mungu. Kama huyu mama alilotenda ile jambo lilikuwa jema. Msichana wa Herode, wakati Yohana Mbatizaji aliguza Herode, amechukua bibi ya ndugu yake. Huyo bibi ya ndugu yake akaleta shida. Na akasema Yohana Mbatizaji anafaa wao. Wakatafuta ile jinsi ya kumuua ikakosekana. Wakati Herode alijisaliti siku ya birthday, nafasi ikapatikana. Basi akasema kichwa cha Yohana Mbatizaji kinahitaji. Huyo mtu anakumbuka kwa nini? Kwa mambo mema ya kutenda mabaya. Mungu anataka tukumbukwe kwa mambo yaliyo mema. Kwa sababu mambo yaliyo mema ni Mungu mwenyewe. Vile yeye amesema tunafaa tutende vitu ambavyo watu wakiviona vitakuwa ni attraction. Watu wakuje kwa huyu Mungu. Lakini kuna vitu hata sisi wa Kristo tunatenda mpaka watu wanasema wa ai, unapata mtu bwana amejikaba amekamsiana amevaa kango kingine anaimba nako mpaka wanasema wa, mpaka mmoja anasema hizi ndio naonanga mahali fulani. Mpaka mwingine anasema ai, kama yeye ndio kuokoka wacha niwachie hapa kwanza ningoje. Lakini kuna vitu ambavyo tunaweza fanya hata kwa ibada. Mtu aliyekuwa amekuja tu hajawahi okoka, huyo mtu aone hiyo siku aseme mimi hai. Watu wanaotenda mambo ya haki, mambo mema, kila wakati yale mambo mema Mungu atawakumbuka nayo. Hata wanapofika wakati wa hatari, hata kunapotokea shida gani, yale mambo mema uliyoyatenda. Kama Ezekiel, si ndio? Sasa alikuwa akufa lakini alikumbushako Mungu kwa mambo fulani aliyoyatenda. Mungu akasema huyu acha apewe tuna bonus ya 15 years. Bwana sifa sana. Wewe kama umekamatwa, unajua kuna wakati hata sisi kwa maisha huwa tunakamatwa tunafika kwa ukuta, unaona Mungu hayuko. Lakini kama kutakuwa na jambo fulani unaweza ambia Mungu, ai Mungu hii hali ni ndani, wewe pia nikumbuka hapa. Mungu anasema kweli, lakini unapata kwamba wewe hauna kitu unaweza ambia Mungu jema ambalo umefanya kwa kazi yake, na Mungu aone ili kitu ambayo iko mbele yako inafaa kutolewa. Bwana sifa sana. Amen. Na injili huyu mama kinyaliyofanya kwa sababu alileta hiyo mafuta kwa Yesu. Yesu ndiye injili. Wapenda kiniwaambie chochote unachofanya kwa injili kitadumu milele. Na kama kuna kitu unaweza kufanya kwa hii maisha, mahali unaweza kuinvest kulingana na vile Mungu anasema kuinvest kwetu ni kwa injili. Lakini kama tutainvest vile nimesikia mwingine Robert akisema tunaweza kuwa na crusade itahitaji 1 million. Na wengine wetu waone kwamba this 1 million tunaweza kuwa tumenunua plot Nairobi na tumejenga manyumba za mabati in 3 years. Pesa yetu itakuwa imerudi na hata zaidi. So wakati mimi na hila tunaona hii crusade ya 1 million itaenda, miujiza zitafanyika, wewe unaona maploti baada ya miaka 3 tutakuwa na milioni 7. Lakini tukienda crusade wewe pia bado tuko na wewe. Kuna siku nilikuwa mahali kukawa na mchango ya kununua speaker. Bwana asifiwe sana. Na ikasemekana hiyo speaker inayotakikana kwa hii kazi ni 40,000. Mtu mmoja ambao tulikuwa tumekaa naye akasema hizi ni speaker kama 3. Na kweli kuna speaker za 15,000. Tayari tuko na hiyo pesa. Akaambia watu hii ni kuharibu pesa bwana. Hatuwezi kuchukua 40,000 kununua speaker. Na ile hali tunaweza pata speaker
Lakini wewe ukiangalia kwa mfano mumaiona hii radio inaitwa Homeboys. Homeboys Radio hapa Kenya. Mumaiona stage ya Homeboys. Speakers zinafungwa na chuma na minyororo. Speaker kama 5-10 zimepangwa laini, hapa zimepanga laini. Lakini chenye wanatangaza pale ni nini? Hii radio inakuanga na mbuzi day. Hii radio inasemanga ya kwamba sijui atakupiga nyawunyo, inakuanga gani? Ingine nasema nakupiga nyawunyo hii. Na kuna hii ya mambuzi na sijui bonoko. Ndio bote jambo. Basi. Hao watu wakiwa na stage mahali wana perform. Wameweka vitu kama hizo. Unaonanga stage yao inakuanga nini? Ile speaker iko pale inakuletea mchezo. Na hawamtangazi Mungu. Hawa wenye wako hapa Tanzania wanaita Wasafi TV na Wasafi Radio. Stage yao. Wakitengeneza mahali wanasema kutakuwa na stage ya Wasafi. Ukienda pale utasema hata pia mimi naweza ungana hivi. Hata unavutwa kwa sababu zile vitu ziko mahali pa. Lakini sisi kwa president amesema tukiwa na maono ya kuwa na vyombo kama hivyo, tayari wengine wanaona hizi ni hatuwezi kupata. Tayari wengine wataanza kusema hizi mafremason ndio wanakuanga nazo. Tayari katika yetu wengine wanaona hii ni kuharibu Lakini wapendwa, wacha niwaambie yeyote anaye invest kwa gospel. Gospel itasimama naye siku zote za maisha. Ndio maana Mungu akasema alichotenda huyu mama alitenda kwa sababu ya Injili. Atakumbukwa siku zozote za hiyo Injili. Unless atoka awachana hii Injili. Lakini mradi unaishi na umesimama na Injili na una invest kwa Injili, basi Injili itakutetea. Wakati utafika mahali ambapo ni kona, hata kama itakuwa ni utawala wa dunia, basi Yesu anasema mimi mwenyewe nitashughulikia hiyo maana kwa sababu umesimama kwa Injili. Ni watu wangapi hapa tumeokoka tuko na opportunities za kupeleka watu waliookoka wafaidike, lakini tunapeleka makazini zetu. Wakifika pale wanatudisappoint. Tunaleta maanko zetu kutoka nyumbani wakuje waingie kwa hii position, wanapofika wanatuharibia hata CV. Ama ni maana ngapi? Lakini tungelichukua tuweke watu ambao wanamjua Mungu katika hizi vitu, basi hata Mungu angetukumbuka siku zote. And that's why kuna watu ambao tumeokoka ndio wapendwa, hii point nawaambia. Lakini ikifika wakati wa kusaidia mtu, mvuto wako mwingi umeweka kwa familia yako. Na hiyo familia yenyewe haimemkataa Mungu. Unachukua pesa unapelekea baba yako, mama yako nyumbani, inaenda kwa ulevi. Na hapa kuna mtu ile pesa ungempatia ingemsaidia kufanya kitu fulani. Wewe unataka kuniambia mimi sasa tuko hapa na ile mimi nichukue pesa nipelekee baba aende kwa ulevi. Akunywe mpaka ile kwa madhara akuja hata ameibiwa wengine. Na hila hapa amechukua pesa amepatia huyu mwenye ako na hitaji kwa Mungu. Na huyu mtu ameenda kwa kona naambia Mungu ile kitu ile amenitendea Mungu na simama na yeye. Sisi na hila tunaweza kuwa tunapishana hata kama tuko Mungu. Na mara ngapi tumefanya kitu kama hizo? Kila kitu unapokuja unataka kwanza ibaki kwako na ikitoka kwako ndugu yako, kazini yako na mama yako na anko yako. Si ni vitu umeona kwa Wakristo, lakini siku ya leo Mungu anataka tutoke hapa. Mungu alituambia kazini yako, baba yako ni yule anayemjua. Sivyo ndio Mungu ametuambia. Lakini sisi tulikataa hao, tukaanza kuweka tu wale wa damu. Na hata wengine wakasema na yule mtu familia yake imemshinda asiongoze. Familia ya kwanza tuliyozungumzia hapa mnajua ilikuwa ni familia ya Mungu. Kama mimi nimeokoka na watu wa Mungu ambao siwezi kuwaelekeza katika njia inayostahili, basi sistahili kuwa mtumishi wa Mungu. Hiyo ndio mimi naweza kusema kulingana na ile andiko hapa. Kama kutakuwa na mtu akona jambo la kuuliza kulingana na hiyo topic anaweza kuuliza. Kama kuna wazo lingine tofauti before tuiboreke. Pia kitu ambacho ningependa tuweze kuwa nayo kabisa strong ni kwamba for example kwa wale ambao tunaenda
wako kanisa you are under mchungaji fulani nini vitu kama hivyo. Hiyo kitu pia imemaliza watu wengi, ni kama mtu ako na mission fulani inakandamizwa. Kwa sababu gani? Ni ile kitu nataka nifanye kitu fulani na naenda kwa pastor. Na pastor yeye mind yake hataki hivyo. Maybe tumesema nataka kufanya development kwake, familia yake tu peke yake. Ama kulingana na vitu za kanisa wanasema to everything you do, maybe kulingana na doctrines za church lazima zikuwe tu pastor kwa involved. Hasa kitu kama hiyo mingi imemaliza watu. Amen. Unapata mtu unatoka kama mfano mzuri. Hii ni na I'm sorry kwa wale ambao tunajua apostle. Mfano mzuri nitatumia yeye. Kwa ile yenye kama hujaenda kanisa. Kuna mtu alikuja akaniuliza si kwenda church. Na alikuwa amenenewa aende mlimani, aende kufunga. Na yeye akakuwa consult kuuliza kwa nini? Na mbona hukuomba ruhusa? Kufunga pia, nitaomba pastor ruhusa. Na ni wewe Mungu amekunenea peke yako, enda mlimani. Na sasa niende mlimani. Si kuambia kama nitakuja kuambia kiongozi wangu siko nini. Na hiyo kitu kaleta issue nikakuwa worse. Kabisa nikakuwa vibaya kabisa. So vitu vingine ningependa sana kulingana vitu za spiritual matters. Amen. Wakati Mungu amekunenea spiritually, pengine huyu pastor wako yeye mambo ya kiroho hana ile understanding, hajapata ile ufunuo ya kwa kiroho. Hiyo kitu pia umakinike sana. Juu kimemaliza watu wengi. Kimemaliza kabisa. Na si ya peke yake, we have many people all over. Mambo za roho ama the spirit hawajui. Sasa huyu mtu anabaki tu anakufa kwa sababu hiyo kitu. Juu Mungu amenenea afanye hivi. Ako na mission fulani inafaa afanye. Hiyo mission inauawa, inakandamizwa. Sasa kama chenye naweza kuuliza ni kimoja, kama kuna mission Mungu amekuitia. Kama tu unaona tu Mungu, hawa watoto tunataka kukabiliana nao. Nitawafundisha neno lako mpaka endelea tu. Hata unaweza kuchukua hata kwa plot tunasanya watoto niendeleze. Kama niseme sasa vile tuseme maybe umetoka, wewe unasema unataka kwenda tu kuhubiria watoto wa street. Enda tu hubiri hiyo injili. Kuna wale nafsi ambazo Mungu atakukomboa. Usione lazima niende, nifanye nini, alafu kuna zile procedures. Kuna wakati roho yeye anakufundisha na kuelekeza. Lakini kuna wale wanasemanga kama unatoka unaenda, kuna masharti, lazima uende na zile conditions. Na roho bila alikuelekeza, hakuwekea zile conditions. Yeye alikwambia enda fanya hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini kuna zile conditions unafanya zinakuwa kikwazo kwa kazi ya Mungu. Sasa upata mtu anashinda na hii kitu iko aje? Ni just sababu mfano kusema kuna kitu aliambiwa hivi na aliyefanua akafanua opposite. Sasa vitu vikaenda astray. Tena wakarudi kukaa chini, wakajua kiini. Sasa wewe kuna mahali maybe Mungu alikuita ufanye mission fulani. Hiyo mission yako ikakosa kukamilika. Rudi kwa ile roundabout uulize Mungu, ni wapi nilipotelea? Na ninataka unisimamishe sasa from now. I want to do your ministry, nataka kufanya hii ministry bila kushawishika na mtu yeyote. Kuna ule mwenye anataka kuvunja moyo. Beka sasa umeona unaweza kufanya kitu akuvunje kabisa baki uone sitafanya. Hasa wewe pia inafaa ukuwe umetengeneza, ukuwe na strong pillars in your heart. Ukuwe uko strong. Shetani anatumia hata ule mwenye unajua ama ule dada yako ama ndugu yako ama mume wako ama mke wako akurudishe nyuma ndio kitu kisikwe accomplished. Amen. Sasa hii kitu inafaa usimame imara ukijua niliitwa. Na unasikia nikiitwa nitaitika. Na Mungu anakuambia Yeremia niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Haya mambo makubwa pengine tu niwe peke yako Mungu anataka. Leo sema tu leo nataka kuombea Linet. Hii issue ya Linet imekuwa hivi na hivi. Mungu atakunenea solution ya shida yangu. Na utakuja utanipea solution itanisaidia. Kwa sababu huku involve mtu mwingine. Just invite the spirit. Calm down. Lead me. Holy Spirit kama mwenye tunasemanga kuna watu wengine wanaambia mtu anakuambia you don't know how to pray. No. Na huyu mtu sasa nitakana ajifunze kuomba. Na Roho ndio anataka mwelekeze. Unajua mtu mshauri mwambie enda tuambie Mungu, Roho Mtakatifu ninaomba unisaidie, sijui kuomba. Ninaomba uniombe. Mkasikia umeimba hata watu mtoe wimbo tukiomba sana hapa dunia. Watu wengi wananizunguka. Roho wa Bwana uniombe. Unaona Roho akuombe. Sasa unajua sijui kuomba. But sasa nataka nialike Roho Mtakatifu aniombe. Once ukiomba Roho Mtakatifu akuombe, utajikuta umeombea Linet, umeombea Christine, umeombea Justus, umeombea ile. Hivi utajikuta watu wote umeombea hiyo list yote kwa sababu ni Roho alikuelekea. Na hiyo kazi ungekuwa kimwili ama ungefuata vile pastor anasema kuna watu tunasikia wanafundishwa kuomba. Haifai uombe, kuna mama ni limit. Huyu mama
nilikuwa na testifia Kristo. Huyu mama alikuwa anasema hata wakiomba kwa nyumba kulingana na misingi za boma haifai hata ukemee. Wakati anasema ninakataa nguvu za giza katika jina la Baba, mzee anaambia mama usiombe hivyo. Unaona? Shetani anatumia kilicho karibu na wewe kutaka kuangamiza. So hii kitu inafaa sana ukuwe very keen. Amen. Even your sister, even your brother anaweza husika. Amen. Atahusika kwa kikwazo kutaka kukandamiza ile huduma ambayo Mungu ameweka ndani mwako. Hasa hiyo ndio kitu tunajaribu sana kulinda, juu hiyo ndio faida yetu tutapata, ile makao tumetengenezewa. Hiyo ndio tutapata kule mbinguni. Na hii ndio kitu nafaa itusaidie sana kuanzia tu leo. Kama vile Isaiah imesema tuambie watu hawa kosa lao. Kosa letu tumelijua. Kulingana na hii maandiko tumejua, kila mtu tumejua nilikosea hapa, nilikosea. Kila mtu, hakuna mtu amekosa kupata hapo kosa lake. Lakini sasa kuna ile urekebisho. Sasa unarekebika. Hasa unaalika Roho akurekebishe. Kuna wengine uwezi, una hiyo nguvu. Basi nikwambia Mungu, nataka unirekebishe. Roho akuongoze. Wacha sasa hii Roho akwe drive. Na hata tunasikianga kama tunawimba tunaimbanga huko kwa kanisa za kiroho zinaimbanga. Unasikia ni driver, Roho ni driver, kiama ni driver, Roho ni driver, kiama mkombozi, Roho mkombozi, kiama mkombozi, Roho mkombozi, kiama mtetezi, Roho mtetezi, kiama mtetezi, Roho mtetezi, kiama. That is why tulikuwa tunaambiwa ukiwa kama wimbo kama huu unaweza kuwa unafahamu mkuje. Ama yule baba Strabi tubepa Roho, hola, hiyo Roho avole. Roho atakwambia njia nataka kufanya hiki kitu, utafanya. Utaenda kushawishi mtu akushauri, upate mtu amekurudisha nyuma. Kama ilikuwa upate your blessing 2021 December ikiisha. Unajua imesongeshwa kwa sababu na shetani ametumia huyu mtu vessel yake hii ya giza ikuje tu kuambia hapana, please don't do this. Unaona sana kurudisha, na hiyo roho inakwambia usifanye. Kuna hii inakujanga. Tuseme kama kwa watumishi wa Mungu mostly ina happen. Mungu amekunenea bariki mtumishi wa Mungu fulani kitu anasema, wewe hizi zote unataka tu kupea ati pastor huyu mchungaji, ama unataka kufanya kitu fulani kwa mtumishi wa Mungu, hapo umepotea. Kama una kitu ya kufanyia afadhali hata unipe, naweza enda kuweka kibanda yako. Amen. Hiyo kitu inakushawishi na inakurudisha, inarudisha, inaandamine your blessings. So what you want to do, fanya. Na mimi nitatumia tena ushuhuda nyingine moja. Pia kuna siku mimi tuko na brothers, si ati ni maskini, they are working, but mimi na struggle hapa na ngangana. But hao watu wako na pesa. Yaani ile mtu akisikia sasa umekufa, utasikia vile watu watakuja, yani mchango ya pesa na magari zitapangiwa lile tameku hiyo siku ya mwisho. But vile niko hai hivi hakuna ile kitu. Siku moja ni Mungu akanenea kwa ajili ya familia. Father, hiyo tu nitasema kwa sababu nyinyi ni watu wa Mungu na inasalia hapa. Huyu baba yetu ametulea, amekaa. Mzee ana kabisa kitanda. Ukienda kitu analalia, ni aibu. Na tunasema tunafanya kazi. Ni aibu. Na nikaambia Mungu, umenipa hii kitu niende nileo mzee kitanda. Sina pesa, sikuwa na kazi. Remember nilikuwa tu bado niko huko Chimpe, ulipijanga siku yetu kufanya fellowship. Na nikaambia Mungu, nataka utende. Mungu alitumia mtumishi wake, mtu kuja kwa ajili ya kila alitendewa kunibariki. Na aliponibariki nikaenda nikamaliza. Na nilipomaliza, na ninaweza kusema hiyo baba aliposema wewe ubarikiwe, Mungu afungue njia zako, afanye nini hivyo, zile blessings zenye zinaachiliwa, ile just kushukuru. Na yani huyo mtu anashukuru. Hakika nilimwachia kitanda bila mattress na nikarudi Nairobi. Nikamwambia Mungu atanipea mattress nitakupea. Mungu alisababisha pia nikapata pesa ya mattress. Nikatuma kwa supermarket. Nikauliza mtu wa supermarket, kuna mattress hapo? Yeye akanua. Wakati aliniambia ubarikiwe sana, Mungu akufungulie. Ndio hivyo tu, unaona Mungu ameendelea kuweka ile sustainability. So kuna kitu ambacho Mungu anaweza taka ufanye. But tunapotaka kukifanya, kikwazo kitasimama hata kwa mtu akwambia sasa hii vile tunasemanga kama tunasema kama ni maragoli, tunasema ni kuona wenyewe ni kuharibu pesa. Lakini wewe jua, what am I doing? Maybe pesa ya Mungu akwambie, go buy for your mother. Hii nguo na ni nguo ya pesa mingi. Nunua. Kwa sababu hiyo kuna kitu inafunguka kwa maisha yako. Kuna kifungo. Lazima nasikia kama watu tunasikianga wanakuja, mtu alifungwa, mtu nimekwenda kwa mganga, nimerupa milioni ya pesa. Mungu akwambie tu assignment simple. Kufunguliwa ni kutoka aina mahali fulani, unapata mtu kwa street yako hivi na hivi, mbariki na hiki kitu. Hiyo tu ndio unapombariki na aseme asante.
wewe unaenda ujue kutoka hapo umefunguka. Hii assignment inakuwa ni ngumu kwa watu kufanya. So pia ni vizuri sana uweze kufanya nini? Kushawishika na kuacha roho akuelekeze. Roho akikuelekeza najua utakuwa vyema. Lakini ukisema uende, acha niulize kwa brother Collins, hii kitu naweza ifanya aje? Na wewe uko na roho amekunenea na amekwambia. Lakini bado kuna ile doubt inasimama katikati. Ni roho kweli? Ama inaweza kuwa mawazo yangu. Unajua unaweza kata na Mungu akunenee sasa hivi. Kuna kitu fulani ukifanya. Sasa hiyo kitu inakusumbua na unasema ama hii tu ni mawazo yangu. Lakini na hiyo roho anaendelea tu kukuambia. Usinini wewe fanya na uambie Mungu, ngojea matunda hiyo kitu. Just do it. Naambie Mungu nimekamilisha hiki kitu ambacho umeninenea. Ungoje baraka zake. So hiyo kitu ndio nilikuwa najaribu kuweka sana. Kuna watumishi wa Mungu ni wakubwa, wamebarikiwa, wako na makanisa wako nini, lakini kuna vitu ambavyo wanataka yaani akisema ndio utafanya. Yeye ni Mungu. Amen. Hiyo ndio kitu nataka kujua. Yeye ni Mungu. Kuna mama mmoja huko nyumbani tumemwombea sana saa yako kwa vita. Huyu mama wako na pastor ile tuseme hapa tuko na church, tuko na branch kwa Western, nimeweka pastor huko. Hasa unasikia huyu mama amepigiwa kelele na bishop mwenye kanisa, amepigiwa simu mpaka hapo nyumbani haendi church. Kwa sababu gani? Mpaka anaanza kuatakiwa spiritual. Hiyo ni kanisa. Jose yeye ameambiwa amuombe pastor chakula. Unasikia? Tuliwajengea kanisa, tulikuja tukawajengea kanisa, tumewapea mchungaji, hammlipi kanisa, hamnunulia chakula ndio ilikuwa complete chakula hapa. Unaona hicho chakula pastor imeleta kikwazo kwa mtu wa Mungu. Amevunjikiwa nafsi, hasina hangaika saa hii. Anashindwa afanye, na pia ameatakiwa physically, ile magonjwa unasukumiwa. Wanangoje tu kifo chake. But tunaomba Mungu atamshika na atakuwa mzima hata kufa. So hiyo ndio kitu tunafanya. Nimesikia yani ile uchungu ya makanisa ndio yapo. Lakini before uingie, uliza Mungu, hapa ndio nataka mimi niingie. Kama bado hujaambiwa, kama una uwezo wa kusanika na wengine katika maombi, omba Linet ingia hapa just as evil mpaka roho akupe the direction. Hiyo itakuwa vizuri. Lakini mingi zetu tumekaa anda kuambiwa tunapewa mpaka sheria. Na unasikia the doctrine of this church. And doctrine iko. Ile doctrinal inakushika. Are we serving doctrines? A God of doctrines? Amen. Hiyo kitu pia inatumaliza. Hiyo kitu ya hiyo doctrines unasikia. Hiyo kitu inamaliza watu. Kama mwingine sasa tuko na hiyo ilikuwa ya roho na nitaiweka kwa sababu naona ni kitu inaingiana kusaidia wewe na mimi. Huyu mama pia hiyo kanisa alitoka vizuri Alice. Watu wanatakiwa mpaka unasikia rohoni bishop anasimama rohoni anasema hawa watoto niliwadedicate ni wangu, watarudi tu hapa. Unaona hivyo? Na huyo mtu misingi zake si mzuri. Yeye ni Mungu. Is this person a God? Wewe jua ni Mungu gani unaabudu? Ni Mungu gani unamtumikia? Huyu Mungu asimame nawe na akuwe mtetezi na roho akutetee. Wanaposimama kwa vita kukupiga, roho atakutetea. Wanaona wewe ni makosa, watakuona wewe ustahili, watakuona umewatenga, watakuona nini? Lakini kuna kitu ambacho Mungu anaangalia. Hasa wewe usifuate ushauri wa mtu. Na kama hii kitu ukwe kama uko na huyu dada. Huyu dada ako na mambo yake, wewe uko na mambo yako. Kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Hakuna siku utabeba mzigo fulani. Ama beka umejigonga mguu atisema nimesikia nimeumia kwa sababu beka ameumia mguu. Shughulikia hiyo mguu ipone, apotikie uponyaji. Shughulikia hiyo mguu, uponyaji ukue. Sasa hiyo ndio kitu ambacho kinahitajika. Na hii kitu ningekinini sana kwa sababu hata mkiona kama hii kazi ya Mungu si kitu ya kuchukulia tu for granted. Fanya kwa moyo. Nafanya vile tu amekuelekeza. Kama Roho amekwambia leo nimeenda nikaona hii kitambaa imetaruka na naona nitaka kuweka kitambaa. Wewe enda tu kwa soko kivyako. Amen. Enda ulete kitambaa. Uweke hapo. Wacha kuuliza mtu sasa hii atakula hii pesa yote. Si unipelekea hata madha yako amnue kambuzi aweke hapo kienda unaweza uza ukiwa umekwama. Nani alikwambia utakwama? Amen. Huyo Mungu mwenye hesabu hapo na wewe. Sasa hiyo kitu inataka usimame nayo strong. Uambie Mungu nisaidie. Na naomba Mungu unielekeze. Mungu unitetee. Nikakumbuka siku moja Christina nikitafuta nyumba, Christina akaniambia Ineti unaweza kaa kwa hii nyumba. Nikamwambia Sabeka nitatoa wapi pesa, nitafanya nini? Sasa nilikuwa namshinda nikimwambia hiyo kitu nikiweka kikwazo. But last nikuja nikakaa nikasema siku moja Sabeka aliniambia. Na kweli kuna vile Mungu anarahisisha na bado at least
umefungiwa na landlord. Unaona hiyo kitu ukiwa na kuna tena Mungu atakupea yule mwenye atakupea imani ya kusimama. So wewe unapokaa tafadhali jua tu Spirit of God lead me. Give me the direction. Let the Spirit lead you. Let the Spirit guide you. If it is to pray, kuna watu tunaambianga kama ibada zingine watu hawajui kuhubiri. Unapata mtu anakuambia mimi sasa nitaanza aje kuomba. Ambia Mungu, Roho wa Bwana, sijui kuomba, nielekeze ninaposimama mbele ya watu yale ambayo nitaweza kuhudumu ama nitaweza kunena nao katika maandiko. Unapata umefundisha hata utoshangaa. Hii maandiko kuna mtu anatoka hiyo neno linabaki ukumbusho vile ambavyo mama amekumbushwa. Tulikuwa kwa mkutano fulani, Christine akahubiri kitabu. Hii kitabu iliniokoa. Unaona? Kuna vile inaokoa mahali. Sasa wewe usimame ukijua ni watu wangapi wanahitaji usaidizi wako. Na ujue ni watu wangapi wanahitaji washawishika. Hata kuna wale wajui neno completely, they don't know the word. Unaweza mhubiria polepole huyu mtu akuje kwa wokovu. Bado hiyo ni baraka utapata kwa Mungu, ni hazina unaweka. Ni ile hazina ambayo Mungu anakuwekea. Utakuta imekusaidia. That's why umesikia kama hii maandiko imesema mahali wale wa damu yetu, wale wa ukoo wetu. Nasikia hivyo. Mimi ni ukweli nilikuwa kazi siku moja nikaenda nikaambia auntie. Nikiwa kazi kampuni kubwa sana. Nikaenda nikaambia auntie yangu nataka kwenda maternity. Auntie akaniambia hapana. Usiende kuchukua, na nilikuwa na rafiki mimi nilikuwa nataka kupeleka. Lakini sasa kwa ile ushawishi ya auntie, ukilini tukiwa karibu kujifungua, huyu kazi ni wetu tumpeleke. Huyo kazi nilipeleka na si kazi iliharibika. Contract ilikuwa renewed kweli. Iliisha nikaisha. So kuna watu wako na anga fulani, madhabahu fulani imewatawala. Huyo mtu wakati unamweka katika, unaona unamweka na roho ya kunenea, weka huyu mtu hapa, fanyia mtu hiki. Unakuta sasa badala ya kufunguliwa umejifunga. Kuna ule mtu ungesaidia kule nje vile Jesse amesema, mtu wa familia, mtu yani mwenye tujui, mtu from nowhere tu, maybe ni friends tu ule. Lakini mtu unapomsaidia anaenda anapata, anasema kama niko na watoto hivyo, unajua watoto ni wabaya. Wakati wa njaa inaanza, mama anataka kula, hajui kama ile chakula iko ama hakuna. Mtoto ni anatupeanga aibu, sababu tunaibikanga tu kama unaona. Na saa zingine watu wamekaa, unasikia mtu anakudisturb, sasa unapata ile aibu. Lakini sasa huyu mtu wakati amekupea ile kidogo, atusipata chakula, mtu kula, mama asante, tumekula. Unajua watu wanasema wamefurahi hiyo chakula, na wewe mwenyewe pia unasema Mungu asante, juu hii nimeenda hii kibarua nimepata hii chakula. Ona huyo mwenye alikupeleka, that person who direct, mwenye Mungu alitumia, pia yeye level yako inaendelea kuinuka. Kwa sababu gani? Hao bado wanakumbuka, hawajasahau. Licha kwamba mimi naweza kuwa mko mbali, but wanakumbuka kuna mahali ulisaidia. Vile mama anakumbuka saa hizi kwa yale alitenda kwa Mungu. Bado anakumbuka hata sasa hivi tunamhubiri, pia tuige hiyo na tukue zaidi ya yeye. Mbarikiwe. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe zaidi. Kulingana vile ambayo dada amezungumza ni kweli. Na pia vile niko na swali moja tu hapo. Kuna mtu kama Mungu ameninenea niende nikanunua hii curtain niweke kwa hii dirisha, na hiyo dirisha inapoleta hiyo curtain niweke kwa hii dirisha, hiyo curtain niko pale na mimi nilinunua ya dirisha, ninaipata hiyo curtain ilikuwa kwa dirisha ya kanisa, ninaikuta imeenda kwa kanisa, kwa dirisha ya pastor ama kwa dirisha ya mshirika wote. Na kulingana vile mimi Mungu aliniambia, sijaambia mtu yote, lakini nilinunua kwa ajili ya kuweka hapa. Na vile mimi nafuatilia hiyo curtain itumike vile ambayo mimi nataka. Je, naweza kaenda nikachukua hiyo curtain niweke mahali penye nafaa ama niachane nayo? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo nitakujibu. Hii kitu kama kilisemekana ni cha hapa, inastahili kikuwe, kwa sababu kama Mungu anataka uweke hapo na kufungulie baraka fulani. Sasa ule kupeleka kuidivert ni just spirit of diversion in our life. Itakuja Mungu atabarikiwe. Jua kuweka hiki kitu hapana, acha tupeleke huko penye ionekane, penye saidie. Kisa ona hiyo ni roho ambayo inasimama kuweka diversion kutaka kupinga. Itakuwa vizuri kama ni pastor amepasta yenyewe hii kitu. Ndio sababu tukamwambia ukiwa na pastor wa kironi mwenye anaelewa spiritual matters ni vizuri. Lakini mwenye haelewi, unaona atakukandamiza juu hataki
ufunguliwe. Sasa hii kitu Mungu alinenea, ni vizuri kupeleka, before upeleke umwambie hii kitu Mungu ameninenea ufanye hivi, usipeleke kinyume, ufanye vile Mungu amenena, uweke hapo. Na kama alikuwa ametoa ambia hapana, hii kitu ilikuwa ya mahali hapa. Na kama sasa juu Mungu amekuneemesha pastor, maybe alikuwa analaki your curtain, then it can be good for you also to kumwambia sasa hii rudi hapa, kama ni yako nitakuletea. Utakuwa umesolve. Hakuna yule atatoa warudishe hapa. Yake iko, yako iko. Amen. Mimi kwa upande wangu ningekuwa nasema ya kwamba mahali pa kuabudu, I think kila mtu anafaa ku access hapo mahali. Amen. Si ndio? Na mimi kama nimeona, unajua kuna hii tabia ya, for example, kama mtu umenunua kitu, ati unataka pastor aombe ndio itumike. Si mtindo ndio iko kwa Kristo wengi. I think mimi kama niliona hii dirisha, niende ninunue curtain rod na hiyo drill yangu mimi nikuje. Amen. Niweke mahali pale na ninyoroshe hiyo curtain. I think hautakuwa na nafasi ya kwenda kuitoa pale. Lakini shida kama itakuja, nataka niileta kwa madhabahu iombe ndio iweke pale. Mimi I think hapo ndio shida inakuja. Mungu alizungumzia nani? Mimi najua dirisha ndio inahitaji curtain. Mimi natafuta venye dirisha itakuwa complete, nimalizane na hiyo dirisha. Then you pastor kama atainua mikono yake na mguu, atoe apeleke kwa nyumba yake, hakuna mahali atanitishia. I think atatuambia mahali curtain ya dirisha ya church ni hiyo tu. Sababu kuna watu wa kushughulikia mambo ya pastor. Sasa hao watu ndio wanakuwa responsible kwa nyumba iko sawa. Lakini kwa yeye kungoa hivi vitu na nyumba yake sio special kuliko hii nyumba hii yenye Mungu ametaka. Mungu sio mjinga, aseme ndugu Robert, tafuta curtain niweke hapa. Alafu mimi nakuja juni pastor na ing'oa na ipeleka kwangu. Hapa unataka mniambie ati atanilaani? Ibada tunaifanya, tunamaliza, tunaweka meeting pastor, tuambie nani aliyekuruhusu kuchukua curtain hapo. Amen.